Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Ijumaa ya Juni 5, 2026. Tulionayo jioni ya leo: zaidi ya waasi 200 wa AFC M23 wajisalimisha kwa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kivu Kaskazini. MONUSCO yatoa msaada wa kiutendaji kupambana na mlipuko wa Ebola mjini Bunia katika mkoa wa Ituri. Na hali ya usalama yaendelea kuwa tete Walikale, Kivu Kaskazini, huku maelfu wakikimbia mapigano. Kuna hayo na mengine lukuki, msikilizaji, ambatana nami hadi mwisho wa matangazo. Naitwa Bedi Jean de la Croix, niseme tu karibu. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Zaidi ya waasi 200 wa AFC M23 wajisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC huko Kivu Kaskazini. Jumla ya waasi 204 wa AFC M23 wamejisalimisha kwa vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na washirika wao katika maeneo ya Lubero, Ruchuru na Masisi, Kivu Kaskazini. Kujisalimisha huku kwa hiari kulifanyika kwa awamu tofauti katika miezi ya Aprili na Mei iliyopita, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Alhamisi ya tarehe 4 Juni 2026 na msemaji wa kanda ya kijeshi ya 34 Meja Dieudonne Kasereka. Kwa mujibu wa Meja Kasereka, wapiganaji hao wa zamani walijisalimisha hasa katika maeneo ya operesheni ya Lubero, Ruchuru na Masisi huko Kivu Kaskazini, pamoja na eneo la Kale, Kivu Kusini. Alisema, na hapa namnukuu: kwa ujumla wapiganaji wa zamani 204 wa AFC M23 wamejisalimisha kwa vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, yani Aprili na Mei. Tumechukua hatua zote muhimu za kuwapokea. Kama mnavyojua, vijana hawa wasio na hatia walilazimishwa kuajiriwa na kuingizwa katika uasi huu. Mwisho wa kumnukuu. Aidha, aliwataka wanamgambo wengine wote ambao bado wanaendelea na shughuli zao misituni kuweka chini silaha zao na kujisalimisha kwa mamlaka husika. Kujisalimisha huku kunajiri katika mazingira ya kuendelea kwa mapigano kati ya AFC M23 na jeshi la DRC ambalo linaungwa mkono na wapiganaji wa Wazalendo. Mapigano hayo yameongezeka kwa kiwango kikubwa katika miezi ya hivi karibuni katika maeneo ya Masisi, Walikale na Ruchuru huko Kivu Kaskazini, pamoja na Kale, Kivu Kusini. Tujielekeze moja kwa moja mkoani Ituri. Huko tunaambiwa kwamba MONUSCO yatoa msaada wa kiutendaji kupambana na mlipuko wa Ebola mjini Bunia. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO unaendelea kutoa msaada wa kiutendaji katika kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika mji wa Bunia mkoani Ituri. Mkuu wa MONUSCO James Swan alitoa kauli hiyo baada ya kikao cha kazi kilichofanyika Alhamisi tarehe 4 Juni mwaka huu pamoja na gavana wa mkoa wa Ituri. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema amefika Ituri kuonesha mshikamano wa Umoja wa Mataifa na wananchi walioathiriwa na ugonjwa huo. Katika mkutano huo, viongozi hao walijadili mahitaji ya wananchi walioathirika pamoja na changamoto za kiafya katika maeneo yaliyoguswa na mlipuko huo. MONUSCO imeendelea kujitolea kushirikiana na serikali ya kitaifa ili kuimarisha msaada wa kiutendaji katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. James Swan alifafanua aina ya msaada unaotolewa na timu ya Umoja wa Mataifa, na hapa namnukuu: MONUSCO inaunga mkono juhudi zinazoongozwa na serikali kwa mujibu wa mamlaka na uwezo wake. Jukumu letu ni kurahisisha utekelezaji wa operesheni, hasa kwa kusaidia usafirishaji wa vifaa, uhamiaji na upatikanaji wa timu za kukabiliana na Ebola, pamoja na kusafirisha dawa na vifaa vya matibabu. Mwisho wa kumnukuu. Kwa upande wake, gavana wa Ituri Johnny Luboya Kashama alisema msaada wa MONUSCO ni muhimu kwa mafanikio ya operesheni za afya ya umma. Alisisitiza uwezo wa ujumbe huu kufikisha vifaa na wafanyakazi katika maeneo yenye ugumu wa kufikika kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Alieleza, na hapa namnukuu: tunashirikiana na MONUSCO katika nyanja zote kupeleka na kusambaza vifaa. MONUSCO inatusaidia. Tani nyingi za dawa zimewasili hapa na zinaelekezwa hata Mungwalu. Pia MONUSCO inatusaidia kuwafikisha watumishi katika eneo la Mungwalu. Mwisho wa kumnukuu. Eneo la Mungwalu linaendelea kuwa moja ya vitovu vikuu vya mlipuko wa Ebola katika mkoa wa Ituri. Baada ya kikao hicho cha tathmini, mkuu wa MONUSCO alirejea Kinshasa jioni ya siku hiyo. Tujielekeze mara nyingine tena katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Huko tunaambiwa kwamba hali ya usalama inaendelea kuwa tete Walikale, huku maelfu wakikimbia mapigano.
hali ya usalama inaendelea kuwa wasiwasi katika grupumenti ya vijiji vya Luberike wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini tangu kuanza kwa mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa FCM 23 mnamo tarehe 30 Mei mwaka 2026. Vijiji kadhaa vimeachwa bila wakazi baada ya wananchi kuyakimbia kufuatia mapigano yaliyotokea katika eneo la Kibati. Kutokana na ghasia hizo za silaha, wakazi wa Busi, Ndurumo, Abula, Bukonde, Buhenje na Kikamati ya pili wamekimbilia porini kwa hofu ya kuongezeka kwa mapigano. Hali ya kibinadamu ya wakimbizi hao wa ndani ni mbaya, kwani wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa mahitaji muhimu ya maisha. Wakazi hao waliokimbia makazi yao hawana huduma za afya, chakula wala maji safi ya kunywa. Aidha, watoto wamekosa fursa ya kuendelea na masomo yao na wanapitia kipindi kigumu zaidi katika maisha yao. Ingawa hali ya utulivu imeonekana kurejea kwa muda katika eneo la Kibati kufuatia kusitishwa kwa mapigano, mazingira bado yanatia wasiwasi kwa sababu kila upande umeendelea kushikilia nafasi zake. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, waasi bado wanadhibiti vilima vinavyozunguka Kibati huku vikosi vya serikali vikidhibiti katikati ya mji huo. Vyanzo mbalimbali vya ndani vinaonya kuwa kuna hatari kubwa ya mapigano kuanza tena wakati wowote kati ya pande hizo zinazohasimiana. Tujielekeze katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, ambako wajumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na UNHCR wakutana kuharakisha urejehaji wa wakimbizi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR zimethibitisha tena dhamira yao ya kuharakisha urejehaji wa hiari wa wakimbizi wa DRC walioko Burundi na wakimbizi wa Burundi walioko DRC. Ahadi hiyo ilitolewa Alhamisi Juni 4, 2026 mjini Kinshasa baada ya kuhitimishwa kwa mkutano wa pili wa tume ya pande tatu uliofanyika kwa muda wa siku 3 katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, mamia maelfu ya wakimbizi katika pande zote mbili za mpaka walilazimika kuyahama makazi yao, hasa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mashambulizi yaliyoanzishwa mwezi Desemba mwaka jana na waasi wa FCM 23 katika mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya Wakongo 200,000 wamekimbilia Burundi kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa karibu wakimbizi 50,000 tayari wamerejea nyumbani, huku UNHCR ikikadiria kuwa takriban wakimbizi 187,000 bado wanaendelea kuishi nchini Burundi. Mojawapo ya changamoto kubwa zinazokabili mchakato wa kurejea kwa wakimbizi hao ni upatikanaji wa rasilimali za kifedha. Waziri wa mambo ya ndani na usalama wa Burundi, Leonidas Ndaruzaniye, alitoa wito kwa washirika wa maendeleo kuongeza msaada wao. Alisema kuwa kupungua kwa misaada kutoka kwa baadhi ya wafadhili kutokana na changamoto za kiuchumi duniani kumesababisha baadhi ya washirika kujiondoa au kusita kushiriki katika mchakato wa urejehaji wa hiari wa wakimbizi. Kwa upande wa DR Congo, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani Jacques Shabani alisisitiza dhamira ya serikali kuendelea kuwasaidia raia wake walioko nchini Burundi. Alieleza kuwa serikali imekuwa ikishirikiana na UNHCR katika kutoa msaada wa kila siku kwa wakimbizi hao, lakini bado kuna haja ya kuongeza juhudi hasa katika kuwasaidia watoto kuendelea na masomo yao na kuboresha hali zao za maisha. Aidha, mamlaka za DRC zilibainisha kuwa idadi ya raia wa Burundi wanaorejea nchini mwao kutoka DR Congo imeendelea kupungua katika kipindi cha hivi karibuni. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa mwishoni mwa mkutano huo, DRC, Burundi na UNHCR zilisisitiza tena umuhimu wa kuhakikisha kuwa wakimbizi wanarejea makwao kwa hiari, kwa uhuru na katika mazingira salama na yenye heshima. Pande hizo pia zilitangaza kuanzishwa kwa misheni za pamoja za uhamasishaji katika kambi za wakimbizi na vituo vya usafiri katika nchi zote mbili ili kuhamasisha na kuwezesha mchakato wa urejehaji. Na mwishowe kabisa, Sudani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zatajwa kuwa migogoro ya kibinadamu iliyopuuzwa zaidi duniani. Sudani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeongoza orodha ya mwaka 2026 ya migogoro ya kibinadamu iliyopuuzwa zaidi duniani kulingana na ripoti ya Baraza la Wakimbizi la Norway iliyotolewa Alhamis. Ripoti hiyo inaeleza kuwa nchi hizo mbili zinaendelea kukumbwa na viwango vya juu vya vurugu, ongezeko la watu waliolazimika kuyahama makazi yao pamoja na mahitaji makubwa ya kibinadamu, lakini bado zinapata uangalizi mdogo wa kimataifa na ufadhili usiotosheleza.
Nchini Sudan, vita vinavyoendelea kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa Rapid Support Forces vimesababisha mamilioni ya watu kuyahama makazi yao na kuweka sehemu kubwa ya wananchi katika hatari ya kukumbwa na njaa. Kwa upande wa DRC, machafuko ya muda mrefu katika maeneo ya mashariki mwa nchi yamelazimisha moja ya migogoro mikubwa zaidi ya watu waliokimbia makazi yao duniani, huku mwitikio wa jumuiya ya kimataifa ukiendelea kuwa mdogo. NRC, ambalo ni baraza la wakimbizi la Norway, imeeleza kuwa hali hii ni matokeo ya kupuuza kwa muda mrefu, ambapo migogoro hiyo imepewa nafasi ndogo katika vyombo vya habari vya kimataifa na kupokea misaada michache ikilinganishwa na majanga mengine duniani. Shirika hilo limeonya kuwa ukosefu wa umakini na msaada wa kutosha unaongeza mateso ya wananchi walioathirika, pia unachangia kuendelea kwa migogoro hiyo kwa muda mrefu zaidi. Katibu mkuu wa NRC, Jan Egeland, amesema dunia imewaacha watu waliokwama katika migogoro iliyosaulika. Amezitaka serikali, wafadhili na vyombo vya habari kuongeza juhudi za kuangazia na kusaidia dharura hizi za kibinadamu ambazo zimepuuzwa kwa muda mrefu. Ni mwisho wa habari zetu kutoka JCTV, chombo chako cha habari ambacho kwenye makao yake makuu kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Niseme kwa sasa alamsiki.